Usiku wa tarehe 1 Disemba mwaka 2008 katika kijiji kidogo cha Bunyihuna mkoani Shinyanga, mvulana mmoja wa miaka 13 alikuwa amelala nyumbani kwao kana kwamba watoto wengine wanavyolala. Hakujua kwamba nje ya nyumba hiyo watu walikuwa wanamvizia, watu ambao hakutaka pesa zake, hakutaka hata simu yake, hata mifugo ya familia yake walikuwa hawaitaki, walikuwa wanamtaka yeye kutokana na ngozi yake. Kutokea Shinyanga, Tanzania, usiku wa tarehe 1 Disemba mwaka 2008, kijiji cha Bunyihuna kilikuwa kimetulia sana. Watu walikuwa wamefunga milango yao, watoto walikuwa wamelala na hakuna aliyejua ndani ya saa chache tukio la kutisha lingeenda kutokea. Ndani ya nyumba moja ya kawaida, mvulana wa miaka 13 alikuwa amelala pembeni mwa familia yake. Jina lake lilikuwa Matatizo Dunia. Alikuwa na ndoto, marafiki na maisha kama watoto wengine, lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichomtofautisha. Alikuwa na ualbino, na usiku huo watu hao walikuwa wanamtafuta kwa sababu hiyo peke yake. Matatizo alikuwa katika familia ya kawaida, lakini tangu akiwa mdogo alikuwa akivutia kwa macho yake. Sio kwa sababu alikuwa maarufu au kwa sababu alikuwa tajiri, bali sababu hali yake ya kuzaliwa. Katika baadhi ya maeneo ya Tanzania wakati huo kulikuwa na imani za kishirikina kwamba viungo vya watu wenye ulemavu, yaani ualbino, vinaweza kuleta utajiri, mafanikio au hata bahati za kufanikiwa. Imani hizo zilikuwa zimeanza kusababisha hofu kubwa kwenye familia nyingi. Zilikuwa zinaishi kwa tahadhari, wazazi walikuwa wanaogopa watu wasiowajua, walikuwa watoto wanaogopa kutembea hata peke yao. Lakini hakuna aliyefikiria kwamba siku moja hofu hiyo ingefika moja kwa moja kwenye nyumba yao. Kadri siku ulivyozidi kusonga mbele, kijiji kilizidi kuwa kimya zaidi, lakini mahali fulani gizani watu walikuwa wakisubiri, walikuwa wamepanga, walikuwa wanajua wanachokitaka na walijua wapi watakipata. Kwa mujibu wa ushahidi uliokuja baadaye, watu hao walivamia nyumba familia hiyo siku. Ndani ya sekunde chache, amani ya familia hiyo iligeuka kuwa ndoto mbaya. Kelele zilianza kusikika na hofu ilianza kutanda. Na kabla majirani hawajaelewa kinachoendelea, washambuliaji walikuwa tayari wameshatekeleza walichokuja kukifanya. Walitoweka gizani, wakaacha nyuma huzuni ambayo ingebaki kwa miaka mingi zaidi. Asubuhi ilipofika, habari zilianza kuenea kwamba ndani ya kijiji, kisha wilaya, alafu nchini kote watu walishtuka. Je, inawezekanaje kweli mtoto auawe kwa sababu tu ya rangi yake ya ngozi? Vyombo vya habari vilianza kuripoti tukio hili, mashirika ya haki za kibinadamu yalitoa matamko, jamii ilianza kuhoji ni nani aliyefanya jambo hili na kwa nini. Polisi walianza kazi mara moja. Mashahidi waliojiwa, wakazi wa kijiji walichunguzwa, watu mbalimbali walitajwa. Kadri uchunguzi ulivyoendelea, picha ya kutisha ilianza kujitokeza. Hakuonekana kuwa tishio la hasira la ghafla, haikuonekana kwa ugomvi wa kawaida. Kulikuwa na dalili kwamba tukio hili lilikuwa limepangwa moja kwa moja. Na kadri polisi walivyoendelea kuchimba zaidi, waligundua kuwa nyuma tukio hilo kulikuwa na mtandao wa watu waliokuwa wakiamini katika biashara ya ushirikina. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu, watuhumiwa walifikishwa katika mahakama. Kesi hiyo ilivuta umakini mkubwa kitaifa, huku waandishi wa habari walifuatilia kila hatua, na familia ya Matatizo Dunia ilisimama kutafuta haki, na Watanzania wengi walitaka kuona sheria ikifanya kazi. Baada ya kusikiliza ushahidi maeneo mbalimbali, mahakama ilifikia uamuzi. Baadhi ya watuhumiwa walipatikana na hatia kwa mara ya kwanza. Watu wengi waliona ujumbe mzito ukitumwa kwamba vitendo aina hiyo havingevumiliwa kamwe. Lakini hata baada ya hukumu kutolewa, swali moja lilibaki. Je, hukumu inaweza kweli kuondoa maumivu ya familia iliyompoteza mtoto wao? Kifo cha Matatizo Dunia hakikuathiri familia peke yake. Kilikuwa ni sehemu ya mfululizo wa matukio yaliyofanya taifa kuanza kuchukua hatua zaidi kulinda watoto wenye ualbino. Na huku mashirika mbalimbali yakiendesha kampeni za elimu, serikali iliongeza juhudi za ulinzi na mijadala ilianza kuhusu namna ya kupambana na imani za kishirikina zilizokuwa zikihatarisha maisha ya watu wasiokuwa na hatia kila siku. Kwa mara nyingine, Tanzania inakumbushwa kwamba wakati wengine kushirikisha ama hatua za kishirikina ama adui, kwa wakati mwingine adui mkubwa si mtu mwenye silaha, bali kwa mara nyingine ni mtu mwenye imani potofu zinazoweza kumfanya mtu mwingine aone mwenzake kama kitu badala ya binadamu. Hii ni moja ya habari ambayo iligusa vyombo vya habari kwa miaka mingi zaidi, hapo ni zaidi ya miaka imepita tangu siku ule wa Disemba 2008 uweze kutokea rasmi. Lakini habari ya Matatizo Dunia mpaka leo hii tunapopata kuiongelea
imekuwa ikichukua taswira mpya kila itwapo leo. Swali ambalo watu wengi linabaki ni kwamba mtoto aliyekuwa na ndoto kama watoto wengine, mtoto ambaye alistahili kuishi, kwa nini ameweza kuokolewa ama kuondolewa uhai wake na kukatishwa haraka namna hiyo? Hukumu ya kifo ilikuja kutolewa baadaye kabisa, ambapo hiki ilikuwa ni chanzo BBC 2009 tarehe 23 Septemba, ambapo ilikuwa imetolewa muda wa saa 4 asubuhi ya kwamba wauaji wa albino kunyongwa nchini Tanzania. Mahakama moja iliyopo kaskazini magharibi mwa Tanzania ilikuwa imetoa hukumu ya kifo kwa watu watatu baada ya kumuua albino. Watu hao walihukumiwa kunyongwa kwa kosa la kumuua mtoto wa kiume albino mwenye umri wa miaka 14 kwa sababu ilishapindukia mwaka mmoja. Walipatikana na kosa la kumshambulia matatizo ya dunia na kumkata miguu yake katika wilaya ya Bukombe iliyoko mkoani Shinyanga. Viungo vya albino hutumiwa katika dawa zinazotumiwa na baadhi ya waganga wa kienyeji, wakiwaahidi wateja wao kupata utajiri. Tanzania imeshuhudia ongezeko la mauaji ya albino katika miaka hivi karibuni, ambapo idadi kubwa ya watu wamekamatwa, lakini mfumo wa sheria umekuwa ukifanya kazi taratibu, hii ikiwa hukumu ya kwanza kutolewa. Kuna kesi nyingine ambazo zilikuwa zaidi ya 50 zinazohusu mauaji ya albino katika mahakama za nchi hiyo. Utaona ni kwa namna gani ambavyo sasa hivi dunia ilikuwa imepitia changamoto kubwa zaidi.